Cha kwanza, hatufurahishwi na hiki kilichotokea, kwa sababu kilichotokea ni kitu ambacho kinaweza kuepukika. Hiki kilichotokea sio kitu ambacho kingepaswa kutokea, lakini kwa sababu ya kikundi cha watu wachache wasiotakia mpira wetu mema wamekutana, wametoa maamuzi ambayo tunadhani sio strategic kwa sababu zifuatazo. Ukisoma kanuni ya 34 inaeleza kuahirishwa mchezo, na katika hizi kanuni mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya hizi zifuatazo. Ya kwanza, endapo timu ya taifa ina mchezo. Ya pili, endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa na ina muda wa siku 3 hadi 5 kufikia mchezo wa kimataifa. Ya tatu ni sababu ya dharura na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Lakini ya 4, endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu. Hii inaitwa force majeure. Na katika hili tunazungumzia maafa, mvua za El Nino, majanga, COVID, uviko 19 na mambo mengine. Lakini ya 5, endapo wachezaji wasiopungua 3 wa klabu moja wataitwa kwenye timu ya taifa. Sasa lakini katika hii kanuni ya 34, cha kushangaza, mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni ya 34 ibara ndogo ya kwanza 1 mpaka ya kwanza 3, mchezo utapangwa tena katika tarehe itakayoamuliwa na Tanzania Premier League Board, isipokuwa kama utaahirishwa chini ya kanuni ya 34 ibara ndogo ya 1(4) ambayo inasema endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. Shikilia neno timu husika. Lakini ya mwisho inasema endapo wachezaji wasiopungua 3. Lakini hapo inasema mchezo utachezwa siku inayofuata. Swali langu kwa Watanzania na wanafamilia ya mpira, je, kilichotokea jana usiku ni sababu zilizo nje ya uwezo wetu kibinadamu? Yaani kulikuwa na mafuriko, kulikuwa kuna uviko 19, au kulikuwa kuna chochote ambacho kinaweza kikasababisha hayo? Lakini lingine, je, kuna wachezaji 3 wameitwa kwenye timu za mataifa au za kitaifa? Hakuna. Lakini swali lingine, ukisoma taarifa ya bodi ya ligi utaona haisemi mchezo utachezwa lini. Lakini kwenye kanuni ya 34 unasema kama sio sababu mbili za huku, then mchezo unatakiwa ucheze siku inayofuata. Sasa wanajumuiya ya michezo Tanzania, wanafamilia, hebu tusaidiane hapa. Hawa wenzetu wamewaza nini? Bodi ya ligi imetoa taarifa ambayo inapingana na kanuni ambayo wao wanaisimamia ya 34. Lakini niwarejeshe nyuma kidogo. Bodi ya ligi kwenye taarifa yake rasmi kwa vyombo vya habari inasema tunatambua uongozi wa klabu ya Simba haukutoa taarifa kwa mamlaka husika ili uwanja uandaliwe, na bodi ya ligi ikakiri hapakuwa na taarifa kwa viongozi wa Simba kwenda kwenye hizo mamlaka, mfano meneja wa uwanja wa taifa na wale viongozi wengine wanaohusika na dhamana hiyo. Haikutoa taarifa, na kwa kutokutoa taarifa ndio kulisababisha itokee sintofahamu pale uwanjani. Lakini ingetolewa taarifa, mazingira wezeshi ya kuruhusu klabu ya Simba kwenda kufanya mazoezi yangeandaliwa. Lakini taarifa hiyo ya bodi ya ligi, ukisoma paragraph nadhani ya 3, inasema pamoja na hayo wamepokea ripoti kwa watu wanaohusika na usalama, maafisa wa bodi ya ligi. Ikaonyesha kulikuwa kuna vitendo vya uvunjifu wa amani, kulikuwa kuna vurugu pale kwenye lango la kuingia. Na ni kwa sababu hiyo bodi ya ligi inataka sasa kuchunguza hivyo vitendo. Swali langu kwa bodi ya ligi,
Tangu lini bodi ya ligi inachunguza vitendo vya jinai? Hile ni jinai, na tulidhani kama jinai bodi ya ligi ingelipeleka swala hili kwenye vyombo husika ili vishughulikie jinai, ikiwemo kuwachukulia hatua wale makomando, kwa sababu makomando wa Yanga au wa Simba sio kikundi rasmi kinachotambuliwa kwenye mfumo wa uongozi wa mpira wetu kwenye TFF na kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo tunaweza kusema kile ni kikundi tu ambacho kinapaswa kichukuliwe hatua stahiki. Lakini kwenye lile eneo bodi ya ligi inashindwa kujua walikuwepo askari usalama, na ndio maana hata timu ilipata escort ya vyombo vya usalama. Kwa hiyo walikuwepo askari wa usalama. Sasa tunachojiuliza, amekosekana mtu kwenye bodi ya ligi na kwenye shirikisho la mpira wa miguu TFF mwenye busara na hekima ya kuzungumza na pande zote mbili wakafikia muafaka wa mechi ichezwe? Kwa sababu kilichotokea, hapakuwa na mafuriko, hapakuwa na vifo, hapakuwa na janga la moto, hapakuwa na kipindupindu, hapakuwa na labda hali iliyosababisha timu kushindwa kucheza. Lakini tulitamani angekuwepo mwenye busara mmoja wa kushawishi pande zote mbili zikae mezani kwa kutumia zile 4R za Mheshimiwa Rais, mchezo uchezwe. Kama hapakuwepo, basi viongozi wote wa bodi ya ligi na TFF lose legitimacy ya kuongoza. Hawana ushawishi. Manake uongozi wao, it is not charisma leadership. Yani uongozi wao sio ule uongozi ambao vilabu vinaweza vikawasikiliza. Na hapa ndiko tunapohitaji viongozi wenye uwezo wa juu wa kutatua changamoto kubwa zinapotokea kwa haraka na kwa hekima na kwa busara. Ndio viongozi tunawahitaji wa kuongoza mpira wetu, wawe TFF, wawe bodi ya ligi. Tunauliza, katika hili walikuwa wapi? Na sasa wenye hekima watatu wawili wako wapi? Na sasa hili limeisha tokea, nini lifanyike ili ni suluhisho ya kudumu lisije likatokea tena? Cha kwanza, kwa maoni yangu, hatuwezi kusema nini suluhisho la kudumu, kwa sababu mpira una kanuni. Swali la kujiuliza, Msabaha, kanuni zilifuatwa? Sheria zinazoongoza mpira zilifuatwa? Taratibu zinazoongoza mpira zilifuatwa? Baada ya kujiuliza haya maswali, sasa ndio tuje tutoe suluhu ya kudumu. Hatuwezi kutoa suluhu ya kudumu wakati hatujapata majibu ya maswali magumu. Hatuwezi kufunika kikombe mwanaharamu apite twende kwenye suluhu ya kudumu wakati hatujajibiwa maswali magumu. Cha kwanza, kabla ya kutoa suluhu, wajibu kwanza haya maswali. Ninachoamini, kama Yanga ilikosea, Yanga anapaswa kuadhibiwa. Kama Simba imekosea, Simba inapaswa kuadhibiwa kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria za mpira. Na ukisoma vizuri katiba ya TFF, ukisoma vizuri taratibu za bodi ya ligi na sheria na kanuni za bodi ya ligi, katika kilichotokea kina majibu, ila tumekosa watu responsible, tumekosa viongozi wanaowajibika kulinda na kutetea katiba, sheria na taratibu na miongozo. Leo tunaona viongozi hawa wanakimbiza jambo lingine ambalo naweza kusema kwa maoni yangu halikupaswa kukimbizwa, kama kwa mfano la kufungia msemaji wa Yanga, sijui kumfungulia kitumbo, sijui kufanya hiki. Tunahitaji viongozi kwenye mambo magumu kama haya sasa waonekane, watoke nje waonekane, waseme kwenye ile dabi ilitokea changamoto hii, na ndani ya muda mfupi tukakutana, tukaitisha kikao, tukakaa na pande zote mbili, tukakubaliana ngome inakwenda kupigwa uwanjani. Hao ndio viongozi tunaowahitaji. Hatuhitaji average leadership. Yaani hatuhitaji viongozi wa kawaida. Ukishakuwa kiongozi lazima uwe na uwezo, yani it's a matter of ability. Yani lazima uwe na ability ya tofauti ya kuona mbali kuliko wale unaowaongoza. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya kiongozi. Je, hao walioko bodi ya ligi, walioko TFF, wana uwezo wa kuona mbali kuliko hao wanaowaongoza? Kama hawawezi, mimi nadhani sasa ni wakati mwafaka TFF cha kwanza kuwajibisha viongozi wa bodi ya ligi, kwa sababu TFF ndio inayosimamia bodi ya ligi. Na wakishindwa kuwawajibisha, basi sisi tutaomba kwa Mungu atusaidie kuwawajibisha